Kenya imesema itazungumza na Urusi kuhusu ongezeko la raia wake wanaotarajiwa kupigana katika vita dhidi ya Ukraine, ikielezea kitendo hicho kama kisichokubalika. Waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Musalia Mudavadi ameiambia BBC kwamba majadiliano yake na serikali ya Moscow yatajikita katika kuhakikisha usalama wa Wakenya na kukabiliana na vitendo vya ajira haramu, ikiwemo majadiliano kuhusu hati za kusafiria na mkataba wa pande mbili unaohusu ajira. Katika mahojiano maalum na mwandishi wa BBC Peter Mwangangi, Mudavadi amesema mamlaka imefunga takriban mashirika 600 yaliyokuwa yakiwalaghai Wakenya kwa ajira za ughaibuni. Alianza kwa kuelezea ni Wakenya wangapi waliosajiliwa kupigana Urusi. Kwa wakati huu tunafikiri labda ni karibu watu 200. Lakini hatuwezi tukasema kwamba tunajua namba kirasmi. Kwa sababu wakati walienda kule hawakutafuta idhini ya serikali ya Kenya, wala hawakujisajilisha ama kujulisha ubalozi wetu kwamba wamefika kule. Na hawa ni watu ambao wako vitani ama wamekamatwa kule? Status yao ni vigumu kujua kwa sababu communication pia ina matatizo ikiwa wako kule kwa vitani, kwa frontline. Kwa wakati huu kwa mfano serikali ya Kenya imewasaidia Wakenya karibu 22. Wale ambao walitoa ujumbe kwa ubalozi wetu kule Moscow wakasaidiwa kupata stakabadhi za kusafiri na kadhalika ili warudi nyumbani. Na pia kuna wale ambao wameaga dunia. Rekodi zetu zinaonyesha karibu 8 pia wameuawa. Kwa hivyo jukumu langu ni kuwarai vijana wetu kwamba tafadhali, kuna wizara ya Labor na kuna National Employment Agency, alafu kuna idara ya diaspora katika Ministry of Foreign Affairs. Hii kazi yetu ni kusaidia ili udhibitishe kwamba wale ambao wanakuambia kuna kazi fulani kule, tunaweza kukusaidia kujua kama ni halali ama unaingia kwa hali ya hatari. Kuna hilo jukumu la kudhibitisha uhalali wa ajira kwa mtu binafsi, lakini pia kuna jukumu la serikali kuzima hawa mawakala ambao wanafanya njia ambayo sio halali. Familia zinasema serikali imeshindwa katika jukumu hilo. Hatujashindwa. Tumefutilia mbali sana hizi recruitment agencies ambazo zilikuwa zinaleta matatizo, sio tu kwa Urusi pekee, hata kwa mataifa mengine zimekuwa zikitatiza Wakenya. Kwa hiyo wengine wanapokea pesa, wanadanganya hawa, alafu wanatoroka. Kwa hivyo tumefutilia mbali nyingi sana, karibu 600 hivi. Na pia sasa tunaendelea kuhakikisha kwamba sheria itabadilishwa. Tunataka sheria ya immigration tuziangalie upya. Je, mmekuwa na mawasiliano yoyote na serikali ya Urusi, na je mnapanga kuwawajibisha kwa namna yoyote kuhusiana na jambo hili? Nimepanga niwe na ziara ya kwenda Urusi ili tuzungumze jambo hili miongoni mwa mambo mengine. Na lengo letu kwa mfano ni kuhakikisha kwamba tunaanza utaratibu wa kuweka proper bilateral labor agreement, vile tumeweka na Ujerumani na Austria na mataifa mengine. Ni vizuri pia tuangalie tuweke na Urusi, ili wale ambao wanaenda tunajua utaratibu ambao unatumika. Ndio kwa sababu tunasema tukiwasiliana ukora ama ulaghai kama huo, udanganyifu, hii ni kuvutia Wakenya kwa njia ya udanganyifu, tunataka tukomeshe, ili pia serikali ya kule ijue ni recruitment agency gani inafanya kazi upande huu, na sisi tujue ni ipi hapa, ili tuwe na records ambazo tunaweza fuatilia hawa ambao wanatumia njia za udanganyifu kuweka Wakenya kwa njia mbaya. Chanzo kikuu cha matatizo haya ni ukosefu wa ajira. Je, serikali imeshindwa kutoa nafasi za kutosha kwa vijana? Serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba tunajaribu kupeana kazi kwa wingi.
Pia kuna nafasi ambazo Wakenya wakitaka kufanya kazi nje, ni lazima pia tuwasaidie kwa njia yoyote kupata hizo nafasi, lakini sisi hatusukumi watu kwenda kwa vita. Kuna familia ambazo tumezungumza nazo, wanasema hawajaweza kuzika wana wao kwa sababu miili bado haijafika. Hili likoje? Ikiwa tutaweza kuleta mwili ukipatikana na uwe identified, tutajaribu kuwasaidia mwili ufike hapa, alafu watamzika. Lakini kabla hatujapata huo mwili, sasa tutavumilia sisi wote.